الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، naendelea na aya za surati al-Fath, na leo inshallah tutamaliza hii sura aya 28 na 29 ya kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله اللهم صل وسلم على محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. نقرأ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر آية. ننتهي آية 28 تسمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله، نية الله ndiye alimpeleka mtume wake bilhuda, kwa hii hidayah, uislamu wote huda, uongofu, wa dini alhaq, ndio dini ya haki aliyochagua Mwenyezi Mungu kwa umma wake. Alimchagua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dini alhaq, na Mwenyezi Mungu ameleta dini hii mpaka siku ya kiyama, ndio dini mtume wa mwisho na dini ya Kiislamu. Risala inamalizikia kwa mtume huyu ila يوم القيامه, ila yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Kwa hivyo kaleta kwa dini al-haq, huwa dini Allah, ili yonini liyudhhirahu ala ad-din kulli, iweze liyudhhira bimaana ishinde, iwe ni top yenye kufuta dini zote. Hii ndio isimame haki, liyudhhira ala ad-din kullihi. Na kama kwamba mila zote si mila zinazotambulika na Mwenyezi Mungu, adiyanat au adiyan, wingi wa din, diyanat au adiyan ni wingi wa dini. Kwa Mwenyezi Mungu hatambui. Mwenyezi Mungu atambua inna dina inda Allah al-Islam bas. Hajaja Musa illa kwa dini ya Islam, hajaja Isa illa kwa dini ya Islam, hajaja Ibrahim illa kwa Uislamu. Idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Hivi ndivyo alivyojibu Ibrahim. Na kadhalika wote, hakuna Wayahudi wala Nasara isipokuwa nini? Dini ya Kiislamu. Imenasibishwa na hawa kwa binadamu, lakini inna dina ila Allah al-Islam inafuta kila kitu.
ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima. Kwa hivyo ilidhihira ala dini kulli, ipate nini? Kushinda dini zote zikubali. Na hapa ndio unapopata maana kwamba ilidhihira ala dini kulli, ichukue. Itapokwenda dini ikashindwa kutafuta solutions, dini yote ile itasimama, dini ya Kiislamu, na itawaji dini zote hizi ambazo zilizokuwa sizo za haki, kadhaya mambo kadha ya jamii zao hawatopata solution isipokuwa tuporudi katika Uislamu. Uislamu unaonesha solution, kwa sababu ni dini ya Mwenyezi Mungu, inafaa kwa nyakati zote na kwa watu wote, huwa dini al-haq. Naam. Kwa hivyo mwisho watajua kwamba hii ndio dini ya haki, na wajue kwamba sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Tunaonesha aya zetu, dalili zetu, mpaka ibainike kwamba alikuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hii dini na Qur'ani iliyokuja na yote yaliyoelezwa ni haki min Allah na maneno kalamullah, lidhhirahu ala dini kulli. Na huku tunapokwenda tukitazama aya hii lidhhirahu ala dini kulli, halafu Mwenyezi Mungu akasema hapa kwa kumalizia aya, wakafa billahi shahida, yatosha Allah kuwa ndo shahidi. Na walipokuwa hawa, ukilinganisha kwa nini imekuja aya hii hapa katika masala ya sulh al-Hudaybiyah na Suhail ibn Amr mjumbe wa Quraysh kukataa kuandikwa bismillahir rahmanir rahim, anaandika min Muhammad rasulullah, akasema la, andika Muhammad na nasabi yake ibn Abdullah. Ameshuka Jibril na kusema kwamba ni shahida Allah kwamba Muhammadur rasulullah. Katamka Mwenyezi Mungu anashuhudia, na kwa hivyo Mwenyezi Mungu anashuhudia kwa kumtuma Jibril kuja kusema haya. Kwa hivyo wao kikataa wasikatae, yeye ndio alomleta mtume huyu, huwa alladhi arsala rasulahu, na kamleta kwa hii hidayah, hii Qur'ani bil huda, na hii ndio dini al-haq, na dini hii itasimama ishinde dini zote. Na tukitazama aya hii, tutizame mbio katika sura as-Saff, katika juzu 28, sura as-Saff kwanza ilipoanza kwamba Mwenyezi Mungu anapenda watu wote wawe kitu kimoja. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsuf. Wapigane mstari mmoja kama kwamba jengo liloshikamana. Halafu utaona katika sura as-Saff inakuja kauli gani? Inakuja kauli wa idh qala Musa liqaumi. Nini kasema Musa? Kaambia, kwa nini mnaniudhi? Lima tuudhunani waqad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum, nimetumwa na Allah kwenu nyinyi, na hii dini ya Islamu pia. Na falamma zaghu azagha Allah qulubahum, walipoendelea na uovu wao na Mwenyezi Mungu akaacha apotee na uovu wao. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, kabisa haongozi waliokuwa qawma al-fasiqin, waliokuwa mafasiq waovu wenye kufanya fisq. Wa idh qala Isa ibn Maryam, aliposema Isa ibn Maryam, ya bani Israila, enyi bani Israila, inni rasulullah ilaykum, mimi ni mjumbe wa Allah kwenu nyinyi, musaddiqan lima baina yadayya, nikisadikisha yaliokuja kabla yangu min at-Taurat. Musa kaleta Taurat. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di, anakubashirieni kwa mtume atakuja baada yangu mimi, ismuhu Ahmad, kwa jina sura as-Saff jina lake litakuwa Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, ilipokuja hii bayinat, ilipofika walikaa kapinga tena, qalu hadha sihrun mubin. Na hawa ndio madhalim. Hakuna dhalim kuliko mtu anaikataa ukweli na kupinga kwa kusimamia kile dhidi ya ukweli. Ndio kama akasema, man adhlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib, wanamzulia Allah uongo na kwa kukataa ile haki na kuleta uongo wao. Wa huwa yud'a ila al-islam, anaitwa katika Uislamu na akataa. Bila shaka Mwenyezi Mungu, wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nur Allah, wanataka kuzima nuru ya Allah biafwahim, kwa vifua vyao. Wallahu mutimmu nurihi, Mwenyezi Mungu ataitimiza nuru yake. Ndio hilo liyudhhirahu ala dini kulli, mpaka siku ya kiyama dini ya Uislamu itasimama. Wallahu mutimmu nuri walau kariha al-kafirun, hata wakikari, wakichukiwa, wakiwa hawataki yale yao, lakini Mwenyezi Mungu ataitimiza dini yake. Ikaja tena aya kama hii, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, yeye ndiye aliyempeleka mjumbe wake ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, kwa hidayah, wa dinil haqq, na dini haqq, liyudhhirahu ala dini kullihi, ili
kuifanya ishinde dini zote kuli. Na dini zote imesema kama imeitwa kwa dini kuli, zote zimekusanywa kama dini moja, na zote zitashinda ile, kama kwamba zote katika batil. Wala hapa imekuja walau kariha almushrikun, hata wakikataa wakipinga hiari zao, Mwenyezi Mungu atasimamisha dini yake. Walau kariha almushrikun, hapa imekuja nini? Wakafa billahi shahida. Hapa inataka ushahidi. Kwa hivyo imekuja munasaba wakafa billahi shahida. Hapa inakuja kupinga, na Isa anaambia mimi nasadikisha alokuja, ni bora mimi dunia yote itoweke kuliko hata neno moja kutolewa katika Taurati aliyoshushwa Musa. Ana support ni musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat, na nabashi kwamba atakuja mtume min ba'di ismuhu Ahmad. Na yote haya wakajaribu Wayahudi kunini kukava na kubadilisha maneno katika vitabu vyao vya Taurat na Injili, wakamuita Uzair mtoto wa Mungu na Isa ibn Allah. Haya yote haya Mwenyezi Mungu atadhihirisha ukweli wake hata wakichukiwa. Na hapa nasema nini? Wakafa billahi shahida, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi, anashuhudia kwamba hii ni dini yake, nayo ni na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa tukitazama bizhir al-islam ala jamii al-adyan, yudhhir al-islam, uislamu utashinda ala jamii al-adyan, dini zote. Wakafa billahi liyudhhirahu على الدين. ها ضميري pronoun ليظهره، هو يرجع إلى ماذا؟ إلى الإسلام. ليظهر الإسلام يرجع إلى ماذا؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ليظهر محمد على الدين كله. يظهر محمد يوم بكيه na dini zote atazishinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hii والمعنى واحد. Hawote wawili, kitabu Muhammadun na yeye ni rasul, na kapoa kitabu, na hiyo ndio yudhhir ala dini kullihi. وكفى بالله شهيدا. شهيدا بماذا؟ شهيدا على تحقيق الوعد. وعد يلويك أتيتكلزا بالفتح القريب، وشين دو قريب خيبر، فتح مكة، نوسلام تينيا يوتي هيني. وكفى بالله شهيدا. الله نتشك وشهيدي kwamba yeye mnakataa kuandika Muhammad Rasulullah, mnataka lazima andike Muhammad ibn Abdullah. Yeye ndio atakuwa Rasulullah, khatamul anbiya wal mursalin, yeye ndio atakuwa mwisho. Na nini shahida ala madha? Shahida ala nini? Ala kudhihirisha Uislamu ala al-adyan kullaha, kushinda Uislamu juu ya dini zote. Naam, Allah shahidi. Wakafa yatosha, kafa billahi kuwa ndio shahida. Na wakafa billahi shahida على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، كوكلي على اسم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وشهيدا لي وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. تشهد الله وشهيدي كما محمد رسول الله. ممكن نكتب آية شهيدا أن محمدا رسول الله. كما لو سمع شيخ ياسين رشدي الله يرحمه kwamba wakafa billahi shahidan anna Muhammadar Rasulullah. Kwa hivyo ukiconnect aya 28 na 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ndio Rasulullah. Muhammad nyinyi mnataka ibn Abdullah, Allah kafa billahi shahidan kwamba Muhammad ndio Rasulullah. Mkitaka msitaki, andikeni mtachoandika i'tiraf kwa Mwenyezi Mungu, na mwenyewe anajua, na ndio mwenyewe kutoa ushahidi huu mwenyewe kasema Rasulullah. Mtasema nguvu zenu gani mbele ya nguvu za Mwenyezi Mungu aliyesema huwa Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Naam. Na hii kama alivyosema kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu ameconnect Rasulullah, ni kwamba ni sehemu ni ambayo Mwenyezi Mungu amemconnect Muhammad, kwa nini mjumbe wake mwenyewe Allah alimchagua Muhammad Rasulullah kwa uchaguzi wake mwenyewe, huwa rasul min Allah wa huwa Rasulullah. Kwa hivyo wamefanya inadi, wamekataa, wamepinga, lakini Mwenyezi Mungu anashuhudia lahu birisala kwamba yeye ndio aliyomtuma, wa huwa Ahmadun, mwenye kuhimidiwa, Muhammadun, nyenyewe mmemhimidi, nyenyewe mmemsifu Muhammad, mkatoa sifa nzuri, mkamwita Sadiq, mkamwita Amin, ukaambia daima yuko katika nawaibul khair, katika mambo ya khairi,
nyewe wenyewe mmejua kwamba si mwenye kusema uongo, nyewe wenyewe mmeona sifa zake za kwa nzuri katika jambo la kheri, mbio mnamtanguliza yeye. Hata ilipokuja masala miaka 4-5 kabla kushuka kwa wahi, na mlikuwa mnagombania ili jiwe mrejeshe pahala pake, mkasema, mkatoa panga tayari mnataka kuchinjana, nataka sisi sharaf na heshima ya kurejesha jiwe baada kutengeneza Kaaba. Sasa wanataka kurejesha jiwe pahala pake, ikuja sel mvua ikavunja makuta. Kwa hivyo walipotengeneza wakataka kupigana, lakini mwisho akasema sisi tutapigana bure, bora tuache mtu yote anayetoka katika mlango anaoingia ndio ataamua kabila gani libebe jiwe ipate ile heshima sharaf. Na walipomwona Mtume sasa anaingia, wakasema ni hadha as-sadiq al-amin ameingia. Kwa hivyo tunakubali, tumeridhia sote awe yeye ndio mwenye kutuhukumia jambo hili, atoe hukumu yake. Kwa hivyo wakamchagua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa guo lake pale, akaweka pale, akaliweka jiwe kwa mikono yake, ikisha akamwambia haya, kila incha ikamate. Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehifadhi damu isimwagike katika makabila, hafadh ala wahdati alqabail. Hajasema ana alladhi uidu, mimi ndio nitakayerejesha katika kwa mkono wake, la madhani nimeamua basi mimi naamua kuchukua, la. Kasema kila mmoja apate sharaf na heshima ya kukamata ncha moja katika guo lake ile rida yake, alafu kila mmoja akamate ncha moja, itakuwa hii imebebwa na watu wote. Naona kama mfano jeneza lilipochukuliwa na watu chungu zima, kila mmoja ataka baraka nini ya kumshindikiza mwenzao, ndugu yao. Na kwa hivyo kadhalika hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amehakikisha muradi wa watu wote kwa fahari tena, na wamemchagua yeye ndio mwenye kuwahukumia. Hii yote dalili Muhammadun anahimidiwa. Neno Muhammad wa huwa Ahmad, wayati min ba'di ismuhu Ahmad, mwenye kuhimidiwa na watu wake wenyewe na kumkubali kwa kila sifa njema. Na aliposimama mbele ya Jabal Safa na kuambia, nikikwambieni kama kuna jeshi wara hadha aljabal, nyuma jabali jeshi kubwa linakuja na mafarasi khailan, wanataka kuja, turidu an taghira alaikum akuntum musaddiqi, nataka kuja kukujumuni, mtanisadiki? Nikikwambia kuna jeshi limejishusha linakuja na mafarasi wakali wanataka kuja kutupiga, kutuhujumu, mtaniamini? Akasema naam, hatuja kujaribu hata siku moja tukakuona wewe mwongo. Wenyewe umetoa shahidi, basi nakwambieni mimi nimetumwa na Allah, ni mtume wenu, muamini ni Mungu mmoja, wacheni kuabudu masanamu. Akaelezea yote pale wakageuka, kisha kwa mbaya hapo ndo akamwita mwongo, akamwita sahir, akamwita shair, akamwita majnun, akamwita kila aina sifa wamempachika. Lakini itabaki vile vile Muhammadun Rasulullah, Muhammad ndiye mjumbe wa Mwenyezi Mungu, Muhammadun Rasulullah. Muhammad antum alladhina antum ta'rifunahu, nimnamjua vizuri, huwa alladhi الصادق الأمين هو الذي اخترناه ليكون رسولا لكم رسول الله عليكم. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amechagua kwa haki kwamba yeye ampe utume, لأن الله أعلم حيث يجعل الله أعلم حيث يجعل رسالته, yeye ndo anajua wapi ampe nani ujumbe wake anemtaka. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu ameshusha Qur'ani na akahifadhi Qur'ani na hidayah iliyokuwa ndani ya Qur'ani. Mitume wote walikuja kabla Musa ya Isa wamekuja na mambo mawili miujiza na manhaji, constitution, njia, maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Wamekuja Taurati, wamekuja na Injili, wamekuja Zaburi, yote vimekuja pamoja na miujiza kudhibitisha utume wao na yale maendesho, manhaji ya kuongoza namna gani vya kuishi katika maisha yao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati wetu sisi tukisema Musa kaja na miujiza ya kudhibitisha utume wake, yuko wapi yule nyoka? Hayupo. Isa alayhisalam anakuja anaofinyanga udongo akisema kwa biidhnillah ruka na geuka, ndege anaponesha wakoma, yubriul akmah wal abrasa biidhni wa yuhyi al mauta biidhnillah taban. Kwa hivyo hayapo.
lakini kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemjalia manhaj na miujiza yake yote kitu kimoja, hiyo Qur'an Karim, ili bakie hai hii mpaka siku ya kiyama, mpaka siku ambayo dunia itatoweka, itakuwa miujiza. Huwa manhaju, constitution yake, nini yake, maelekezo yake, katalogi yake, hiyo manhaji yake. Liyadhalla manhaju mahrusan bil mu'jiza daiman, iwe inakingwa na engwa na miujiza. Hiyo manhaji yake, constitution yake iwe inalindwa na maneno ya Allah mpaka siku ya kiyama. Subhanaka ya Rabb. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu alicholeta miujiza yake mpaka leo hapo. Sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, tutaonesha aya zetu watapokwenda upewa macho yao katika kila anga na sehemu yote ya ulimwengu waweza kufikia, watumie zana zao, watachunguza, wataona aya zote zimetaja, wajue kwa maneno haya hawezi kusemwa ila na aliyeumba vitu hivi. Mambo mangapi wamegundua katika karne ya 21 na mwisho katika karne ya 20 na katika karne ya 19, walikuwa hawajui yote haya, wamegundua kutokana na zana walizokuwa nazo, equipment mpya na nzuri wanazopata sasa, wanagundua, wanaambia la, aya Qur'ani mshasema miaka 1400 na nyuma huko. Wanastaajabu kwa sababu aliyosema haya maneno yatabakia hivi, sanurihim ayatina, tutaonesha aya zetu na watagundua mambo, wataona Mwenyezi Mungu amshataya, kwa sababu huwa al-Khaliq, yeye ndiye aliumba. Kwa hivyo Qur'ani hii ni miujiza aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni shahada kutosha mpaka siku ya kiyama kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa rasulullah, Muhammadur rasulullah. Baada hapo tunakwenda walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffar, na wale walikuwa pamoja na Allah, walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anawasifu kwamba hawa walikuwa ashiddau 'ala al-kuffar ruhamau bainahum, walikuwa thabit wakali shadid mbele ya makafiri, lakini ruhamau, wanahurumiana na wana rehema baina yao wenyewe bainahum wenyewe, kama ilivyokuja katika aya nyingine, yuhibbuhumullah wa yuhibbuna, watakuja qaum yuhibbuhumullah wa yuhibbuna, Allah anawapenda na wao wanampenda Allah. Adhillatun 'ala almu'minin, bila waumini wao dhalil, wanarehemiana. A'izzatun 'ala alkafirin, lakini wakali juu ya makafiri. Wala yakhafuna lawmata la'im, hawagopi kulaumiwa na yote mwenye kulaumu. Subhanallah. Kwa hivyo hii dalili kuonesha kwamba Muhammad Rasulullah, Mwenyezi Mungu ameajalia masahaba wake hawariyun, masahaba wa Isa al-hawariyun, walimwendea kinyume wengine, na wengi walikuwa mpaka wengine walikuja na wakashirikiana mpaka Warumi kutaka kumua, lakini Mwenyezi Mungu barafa Allahu ilayhi, amemwinua ampeleka juu. Kwa hivyo hapa ukitizama walladhina ma'ahu, hii ma'iyatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni sifa alowapa hawa masahaba wake kwa wenye kutii, ambao wenye sifa ashiddau 'ala al-kuffar ruhamau bainahum. Na hapa utaona kwamba kama watu wengine walivyosema, kusudio hapa walladhina ma'ahu, aya hii imeshuka wakati wao wanarudi kutokana na sulh Hudaybiyah. Wengi walikuwa wajaslim bado, watu ambao wanokaa kamponda Muawiya na watu ambao hawajaslimu time zile wanamponda kwa nini? Hii alladhina ma'ahu ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam wale 1400, sio kwamba wale watakuja kuslimu baadaye. Kauli hii wengi hawaikubali, kwa sababu alladhina ma'ahu mpaka kufa kwake, hata wakija kuslimu dakika ya mwisho kabla kufa Mtume, madha walikuwa pamoja naye, wakaifuata imani yao, itakuwa imani ambayo wanapata sifa hizi pia. Kwa hivyo kuna waliosimama msimamo kwamba nini, utakumponda Muawiya na babake Abu Sufyan ibn Harb, ambaye kameslimu katika fathi Makkah, katika Makkah kaslimu. Na wengi kina Khalid, kina Amr ibn As, Khalid Walid na Amr ibn As, wote wameslimu katika mwaka 7 na 8 tena karibu na nini, karibu na kutekwa Makkah. Hal hawa wanatolewa katika walladhina ma'ahu? La, wengi hakubali hiyo. Wanasema kwamba watakuwa tu ya tilka ummatun qad khalat, umma shapita laha ma kasabat wa walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'maluna wa yaf'alun ya'malun. Naam. Kwa hivyo walladhina ma'ahu
hizo ndio sifa zao. Ashidda ala al-kufar ruhama bainahum, wenyewe kwa wenyewe wanapendana sana, na wanapokuwa na maadui wanakuwa wakali. Na tunaona katika hadithi ya Mtume sasa, al-mu'minu lil-mu'min kalbunyanu yashudduhu ba'dhuhu ba'dha. Mu'min kwa mu'min kama jengo, kama matofali ile ya jengo ambayo namna gani ilivyoshikamana kwa pamoja. Hivi ndivyo wanavyokuwa Waislamu, na hivi ndio aya inavyotueleza. Na pia hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema, sallallahu alayhi nabi, Mtume sallallahu alayhi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udhun tadaa lahu sa'il al-jasad bis-sar wal-humma. Na maana hadithi hii mbio ni kwamba mfano wa waumini katika mapenzi yao, kupendana na kurehemiana na kuoneana huruma, mfano wake kama kiwiliwili kimoja. Sehemu ya kiwiliwili, jino au tumbo chochote kile kikaanza kujakelea na anaishi, basi udhu moja, sehemu moja tu ikipiga kelele, mwili mzima unapiga kelele. Kwa nini? Kwa kukesha na kuugua na homa. Hii ndizo hadithi Mtume sasa inaonyesha namna gani waumini wenyewe kwa wenyewe wanakuwa nini. Na anaambiwa hasamue kitu kimoja kizuri, lakini mnapokuwa dhidi ya adui wakali, qatil ladhina yalunakum min al-kufar, pigana nao, waliyajidu fikum ghilza, wa kuoneni namna gani mnapokuwa shadid wakakamavu wakali katika na. Lakini sasa leo kitazama ulimwengu umekuwa kinyume. Ashiddau ala al-muslimin, adhillau ala al-kafirin. Kinyume. Kwa nini? Kwa kupungua imani katika sisi. Alafu kisha aya inasema nini? Tarahum ruk'an sujada, mtaona wakirukuu na wakisujudu. Na hii ndiyo alama ya waumini, na inaonyesha namna gani umuhimu wa sala. Mwenyezi Mungu anawasifu hawa Muhammad Rasulullah waladhina ma'a, walikuwa pamoja naye, namna gani wanapokuwa wanajishughulisha katika ibada ya sala, kwa sababu sala ni ibada tukufu iliyofaridhishwa mbinguni juu. Sala ni jambo ambalo mtu akihesabiwa kitu cha mwanzo kikipasi na mengine yote yanapasi. Sala ni mawasiliano baina yako na Mola wako. Sala hii unaposali na kuwa kurehemiana wenyewe kwa wenyewe, yote wanafanya haya. Kwa nini? Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanataka fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wanataka radhi za Mwenyezi Mungu. Hilo ndio kubwa wanalotaka. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, na hii ndio ikhlas yao hawa. Wanataka fadlan min Allahi wa ridwana. Naam, wamesema kwamba hii fadlan min Allahi wapate radhi za Mwenyezi Mungu, wa ridwana wapate radhi zake, fadhila za Mwenyezi Mungu, thawabu wapate na radhi zake. Kwa hivyo ni alama ikhlas kwa wao hawa masahaba wakiwa pamoja na mtume wao sallallahu alaihi nabi. Hawa walikuwa wanaonyesha ikhlas na alama al-khushu katika nyuso zao, kama ilivyosema simahum fi wujuhihim, alama zao katika nyuso zao naziona, min athari sujud, na hii ruk'an sujada, wakirukuu na kusujudu katika njia za nini? Kujisogeza kwa Mola. Wanataka nini? Wanataka radhi za Mwenyezi Mungu, na yabtaghuna nini? Fadlan min Allah, fadhila zake na radhi zake. Na kwa hivyo utaona wanajisogeza sana kwa kusujudu, kwa kurukuu na kusujudu. Na simam fi wujuhi min athari sujud, alama zao katika nyuso zao zinavong'ara, nyuso zao zimejaa ikhlas, zimejaa alama za khushu katika nyuso zao. Zao unaona zile alama za khairi na za kufaulu kwao, alama za uongofu, alama za furaha, alama za unyonge, usio unyonge, tawadhu, ya kutokuwa na kibri, alama ya nini? Tabia njema. Alama zote zinaonyesha simam fi wujuhim, na yote ya kwamba nini? Wafuata sunna za Mtume sallam, na kwa hivyo wanatekeleza yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo watu hawa wenye kurukuu na kusujudu sana, utaona nyuso zao wenye kupendwa na Mwenyezi Mungu hawa watu.
simam fi wujuhim min athari as-sujud. Halafu aya inaendelea kusema nini? Dhalika mathaluhum fi at-Taurah, hawa mfano wake katika Taurat aliotoa Musa. Wa mathaluhum fi al-Injil, na mfano wao katika Injili. Haya maneno katika maelezo ya Ibn Abbas. Ibn Abbas amesema kwamba dhalika mathaluhum fi at-Taurah, hawa walipigwa mfano juu, ashidau ala al-kuffar ruhamaa bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Haya yote sifa hizi ambazo wanazo wafuasi wa Mtume sallam, mfano wake hao kama katika Taurati hivyo, wako kama wale. Ukapigwa na mfano wa pili, kwa mfano miwili hapo, mathaluhum fil Injil, na mfano wao katika Injil mengine yanakuja. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in, na mfano wake katika Injil ni kama mfano nini? Ni kama mmea, akhraja shat'ahu, uliotoa, wanasema uliotoa nini? Tawi. Wengine wakasema uliotoa katika tafsiri chipukizi, shat'ahu. Akhraja shat'ahu, halafu nini? Faazarahu, ukalitia nguvu. Yuazir yani kutia nguvu, ukatia nguvu. Halafu nini? Fastaghlab, sio fastaghlaba, halafu ukawa mnene, kwa ghalidh, mwenye nguvu zaidi, ukashiba, ukawa mnene, unazidi kukua na kuwa mnene. Fastaghlaba, halafu baadaye kwa nini? Fastawa ala suqihi, ukasimama sawa sawa juu ya suq. Hapa wamesema kama ni ubua wake, ukasimama kwenye nini? Kwenye kigogo chake. Saq ni kigogo, siqan kwa jamu, au suq, sio soko. Suq jamu ya saq, na soko pia suq. Aswaq, suq ni mufrad, aswaq masoko, lakini suq jamu ya saq. Kuna siqan na kuna suq. Fastawa ala suqi, kwa simama katika vigogo vyake au katika vibua vyake, sawa, ubua wake. Fastawa ala suqi, yujibu, ukiwafurahisha az-zurra. Al-muzari, mwenye kulima au si mkulima. Az-zurra kwa kizungu wamesema nini? Sower, the one who sows, mwenye kutia mbegu, au farmers wanatumia pia, wakulima, mwenye kuotesha. Kwa hivyo ukamfurahisha mkulima, ukamfurahisha zurra, jamu muzari, zurra wakulima, au wapandishaji. Wengine wakasema la, bali wale expert katika ziraa wanapoona namna gani mtu unapokuwa vizuri, ukapalilia vizuri, unastaajabu, vipi mti umekuwa mzuri kama hivi, umekuwa madhubuti, umeshikamana uzuri, yajibu zura. Hivi ndio wafuasi wa Mtume sallallahu walikuwa. Mtume kaanza peke yake, masahaba moja moja huku na huku, alafu kisha kaanza kushikamana, wakawa na nguvu. Baadaye hata hapo ikawa hata maadui sasa wanaogopa, wanakuja kutaka sulh. Ndio hiyo, na ujapicha huko kujua utarudi kwenye sababu za kushuka. Hiyo jizza liyaghidha bihim al-kuffar, ili nini? Ifanye nini? Liyaghidha bihim, ili kuwakasirisha. Ghaidh, kutia ghaidh, ghadhabu na kukasirika, ili wakasirishe nani? Makafiri. Liyaghidha bihim al-kuffar. Na hivi ndivyo wafuasi wa Mtume sallallahu kwa hivi mwanzo wameanza dhaifu, wakazidi kupata nguvu mpaka wakakamata mtume wao vizuri. Ndio hapo nini? Fastawa ala suqi, gaka suqi. Na maneno haya yanatumika katika Qur'ani, mfano kama hii shat'a. Tumeona imetumika neno shat'ahu, akhraja shat'ahu kazar'in, kama mmea, kama punje, stem. Zar'in, seed, plant, mmea imetumika. Shat'ahu, shoot, wanaita shoot,
au offshoot zara mmea au sio chipukizi shoot imetumika neno nini fastaqladha fastawa ala suqi imekuwa ni yani fazara imekuwa strengthen imekuwa firm imekuwa imeshika vizuri alafu ikawa fastaqladha imekuwa thick alafu msimani imetumika neno gani jingine fastawa ala suqi sio alafu imestand on its stem au imestand on its stalk stalk stalks ikiwa kigogo ikiwa ubua hizi zimetumika tafsiri mbalimbali kuna kutumia maneno haya kutumia maneno haya lakini haya hii dalili na Sheikh Zaghlul Najjar ameelezea kwamba Uislamu umepiga mifano na kuleta maana tofauti ya maneno haya hata wakulima walikuwa hajui mwanzo baina neno far'a na maneno gani fasila imetumika neno na hii shata ashata ambayo inatoka kutokana na nini inatoka kutokana na kaida yake ya nini ya kigogo chini ya kidodo inatoka kichipukizi kingine haya maneno matatu far'a na shata na fasila ila moja ina maana tofauti kidogo ingawa inaonesha kama ni maana moja lakini ina maana tofauti kwa hivyo anasema Sheikh Najjar au Najjar maneno haya ukitazama Qur'ani imetumia wapi Qur'ani imetumia katika surati Ibrahim ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ننظوري لا إله إلا الله قول حقي كما mti mzuri asluha asl roots zake thabit wa far'uha metumika neno far'a matawi yake fi sama tote kula ila akhir aya naam kwa hivyo ukitizama aya hii inatupa picha kwamba Mwenyezi Mungu anamthibitisha utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Muhammad rasulullah nyinyi mnamkataa yeye rasulullah nasema uktubu Muhammad ibn Abdullah sasa Muhammad rasulullah hawa mnawakataa kwamba si ndugu zenu waislamu nyinyi mnakaa mnakufuru basi hawa ndio watakao msupport yeye na watakuwa pamoja naye wakimtetea na wakipendana dhidi yenu nyinyi mnokataa nyinyi mnataka sulhu mtazidi kuogopa zaidi nyinyi tena tusulhu lakini ngoja miaka miwili mtakiona chenu kwa hivyo haya anawasifu pia masahaba ambao walikwenda baada ya miaka miwili wakaiteka Makkah ile ndio Mwenyezi Mungu anasema katika aya mwisho wake wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum Mwenyezi Mungu ameahidi alladhina amanu walioamini wa 'amilus salihati na wakafanya mema minhum miongoni mwao ameahidi maghfira kwa wingi wa ajran 'azima na malipo yaliyokuwa adhim tunaikatakata aya tunakwenda mbio kwa sababu kuna mengi ya kueleza bado ili kuona utukufu wa aya hizi subhanallah ruk'an sujada hata ikiwa mtu anatiwa motoni madhara uso wake unakuwa ukimsujudia Mwenyezi Mungu ukirukuu na kusujudu basi moto ule Mwenyezi Mungu uso ule Mwenyezi Mungu ameharimisha moto usiungue anaweza kuteseka mwili mzima akiwa amefanya maasi mengi lakini uso uliokuwa ukisujudia Mwenyezi Mungu hautoteketea kabisa wala hautoadhibishwa katika moto nasema na mawadhi sujud illa mawadhi sujud sehemu yote anaweza kuadhibishwa akaadhibishwa mtu mpaka akatolewa akatoa peponi lakini mawadhi sujud kabisa haujini hautoteswa katika inshallah natosha kwa hapa tumeshaelezea kutosha tumeshamaliza sura al-Fath inshallah Mwenyezi Mungu ajalie hayo tusema ndio tunakusudia kwa ni sahihi kama alivyokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadha wallahu a'lam